Sawa, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mwalimu ambaye yeye kwa undani atatueleza nini maana ya smart class na vipi inafanya kazi katika shule hii. Mwalimu, kwa faida ya mtazamaji ambaye anakufuatilia sasa hivi, majina yako? Jina langu naitwa Abadan Rajabu Mgujini. Ni mwalimu katika shule ya Dr. Samia Dodoma Secondary School. Ndio. Sawa, vitu kama hivi, mfumo kama huu wa kiteknolojia ni adimu sana kukutana kwenye shule nyingi za sekondari. Je, kwa hapa vipi ambavyo inafanya kazi katika mfumo wake? Of course ni kweli. Smart class ni darasa janja ambalo darasa hili linasababisha watu ambao wako mbali na hapa wanaweza kupata elimu sawa sawa na ambao wako hapa darasani, ambako kiunganishi ni internet. Kwa kuna internet, wanafunzi ambao wako mbali, madarasa yanaweza kawa hata matatu ambao yako katika hata mikoa tofauti tofauti, wanaweza wakapata darasa kwa wakati mmoja na material hayo hayo ambao wanaweza wakapata kwa usahihi. Kwa kawaida hili darasa lina uwezo wa kuchukua wanafunzi wangapi? Darasa hili linaweza likachukua wanafunzi 40. Yes, 40 kwa chumba kimoja. Na hiyo inategemea na shule hii tu ama na shule nyingine ambazo zinakuwa zimejiunga katika hilo darasa? Okay, sasa kama darasa lina ukubwa zaidi ya huu, inawezekana, kwa sababu kama unavyoona hii screen hapa ni kubwa kiasi kwamba hata kama mtu yuko mbali anaweza akaona, lakini pia kuna sauti, hata kama mtu yuko mbali anaweza akasikia sauti ya nini mwalimu anachozungumza. Smart class ni darasa ambalo la kijanja zaidi kama ulivyosema. Kuna watu ambao hawana ufahamu kabisa kuhusiana na hili darasa la kijanja kama ambavyo tunasema, ambavyo limebeba teknolojia kubwa sana. Hebu kwa faida ya mtazamaji ambaye anakufuatilia sasa hivi, hebu tupe maelezo mafupi kuhusiana na hili darasa. Asante. Darasa janja kama nilivyotangulia kusema, kwanza linasababisha mwanafunzi ambaye yuko hapa darasani amuelewe mwalimu vizuri, kwa sababu anaweza akawa anaona mchoro kupitia bodi moja kwa moja. Hiyo ni moja, lakini pia mwanafunzi ambaye yuko mbali anaweza pia akapata faida ya kusoma akiwa yuko mbali. Lakini pia kuna vifaa vingi sana ambavyo vinamsababisha mwanafunzi pia kuelewa kwa urahisi. Tunaweza tukaskani material ambayo tunayo hapa, ambayo mimi ninayo, naweza nikayaskani ili mwanafunzi ambaye yuko hapa darasani ambaye yuko mbali hapati shida ya kuona kitu ambacho kinalengwa. Kwa mfano ni mchoro au ni kifaa cha maabara ambacho ni kidogo, unaweza ukakiweka pale ukakikuza, kila mtu akawa anakiona. Ndio. Kuna tofauti gani kati ya darasa hili smart class pamoja na madarasa mengine ambayo anatumia kujifunza? Utofauti upo mkubwa sana, kwa sababu madarasa mengine inaweza kawa kama kuna uhaba wa walimu, basi uhaba wa mwalimu unaweza kusababisha wanafunzi wengine wasipate elimu. Lakini darasa janja linaweza likasababisha mwalimu mmoja akafundisha shule hata 5 au hata 10. Kwa hiyo ni faida kubwa sana ambayo inaweza kupatikana kwenye darasa janja. Je, kuna uelewa wote kwa wanafunzi kuhusiana na swala na darasa hili? Kuna uelewa wote? Wana uelewa mkubwa sana, kwa sababu wanapenda, cha kwanza wanapenda sana kutumia smart class kwa sababu wanaona vitu kwa uhalisia wake. Lakini pia mbali na hapo, kama kitu hakipo kwenye vitabu, mtu anaweza akaingia moja kwa moja kwenye internet akadownload kitu, wanafunzi wakawa wanaona hapo hapo, kitu ambacho ni ngumu kukieleza kwa kawaida wake. Kwa hiyo mtu anaweza akatafuta kitu kwenye internet, alafu wanafunzi wanaona kitu kinavyofanya kazi, kwa mfano kama simulation na vitu kama hivyo. Umesema kwamba hili darasa lina uwezo wa kubeba, linaweza kufundisha zaidi ya darasa moja. Ndio. Hapa ndani ya mkoa pamoja na nje ya mkoa. Je, kuna ratiba zozote ambazo zimewekwa kwamba ikifika muda fulani inabidi tukutane kwa ajili ya kufanya vipindi vya live kama hivi? Tupo, tushawahi kufanya ratiba moja ambayo tunafundisha hapa shuleni kwetu Dr. Samia, lakini pia kuna shule iko Pwani nadhani inaitwa, lakini pia kuna Dodoma Secondary, lakini pia kuna Pemba, kuna shule moja iko Pemba na nyingine iko Kigamboni. Yes, na Kibaha Secondary School. Yes. Tulishawahi kufanya kipindi kimoja ambayo nilikuwa ni somo la physics kama sikosei. Kwa hiyo tuna ratiba moja ambayo tunaweza tukaiendesha, akawafundisha mwalimu mmoja tu katika hizo shule na wanafunzi wote wakapata somo moja kwa wakati mmoja.
Kwa mfumo huu wa smart class, je, umelenga sana madarasa ya juu nikimaanisha 5 na 6 ama umeanzia kuanzia kwa form 1, form 2 na kuendelea? Yeah. Ni madarasa yote. Kwa sababu kwa hapa shuleni kwetu tuna kidato cha kwanza, kidato cha 5 na kidato cha 6. Lakini mifumo kama hii pia ipo katika shule ya msingi. Shule moja ya msingi iko kule Iringa, nimesahau jina lake, lakini ipo shule moja ya msingi kwa Iringa. Natamani sana kujua mfumo huu ni namna gani ambavyo unafanya kazi. Je, unaweza kutupitisha kidogo tukajua ni namna gani huu mfumo unafanya kazi? Ya, inawezekana. Sasa ukiwa umeshawasha hii tunaita ni bodi, ubao. Huu ni ubao kama zile mbao zingine tunayotumia chaki. Tunaita tu ubao. Sasa ukiwa umewasha, kuna programu ambayo iko hapa inaitwa Smart Class. Programu hii inakusababisha ufundishe mtu ambaye yuko hapa na mtu ambaye yuko mbali. Kama mtu yuko hapa atakuwa anaona, kama mtu yuko mbali unaweza ukashare screen. Kuna sehemu hapa imeandikwa share screen. Kwa mfano kama ni hapa hivi imeandikwa share screen. Ukishare screen hapa, maana yake yule mtu ambaye yuko kule ana screen yake ina display kitu sawa sawa na hiki kinacho be displayed hapa. Hapo tumeshare screen. Lakini pia kuna program nyingine hapa ya Smart Class kama hii hapa. Hii hapa unaweza kutumia kama ubao, unaenda hapa sehemu inaandikwa board. Halafu unatumia kuandika either kwa kalamu ya hii bodi au kwa kutumia mkono. Kama unatumia kalamu, kuna hii sehemu iliyoandikwa hadi, unaandika unachokitaka. Kwa mfano labda mtu anaandika mathematics. Yes. Sasa hapa anaona mtu ambaye yuko hapa, na kama tumeshare screen na yule kule anaona hivyo hivyo. Lakini pia hata kama hujashare screen, maana yake ni kwamba hapa kuna kamera mbili. Kuna kamera hii hapa kwa ajili ya wanafunzi, lakini pia kuna kamera iko pale kwa ajili ya kuchukua sisi walimu. Maana yake ni nini? Kwa sababu na yeye ameshaunganisha kwenye interneti, na yeye atakuwa anatuona kama sisi ambavyo hapa wanafunzi wa hapa darasani wanaona. Lakini pia unaweza ukaskani material yako. Unachukua daftari kama hili, unaskani. Unaskani notes zako. Ukishaziskani unaweza ukazikuza. Kama mwanafunzi haoni, ili aweze kuona vizuri. Lakini pia hii inaturahisishia kazi kwamba kama ushaandaa notes zako, unakuja tu hapa unazidisplay, wanafunzi wana take note. Lakini pia unaweza ukawa sasa unafundisha, una take note. Kuna button ya note hapo, unagusa. Lakini pia unaweza ukachagua rangi unayoipenda. Kama unapenda njano unachukua, kama unapenda red unachukua. Unaweza sasa ukawa unawaeleza wanafunzi kwa wapa hints kwamba hiki kitu kinamaanisha nini. Unaweza ukakielezea kwamba hapa mimi ninachokimaanisha ni kitu fulani. Kwa hiyo hii inamsaidia mwanafunzi kuliko sasa kuanza kuhangaika na chaki. Basi unakuwa unatumia tu kalamu kama hii, inarahisisha maisha. Lakini pia hapa kuna sehemu imeandikwa cast. Hii cast hapa pia unaweza ukawa mwanafunzi, au kama ni madarasa mengine huko ana kompyuta ambazo zina kamera, basi unaweza ukakasti huyo mwanafunzi na yeye akawa anapata darasa moja kwa moja. Either uwe na simu au uwe na kompyuta yenye kamera. Kwa hiyo pale utakuwa unamuona mwalimu anachokifundisha na unamsikia, na wewe ukitaka kuongea unawasha mic pale, yule mwalimu anakusikia kama unataka uulize swali. Ndio. Lakini pia mbali na hizi kamera ambazo tunaziona hapa juu, kuna kamera pia zingine ndogo. Hizi kamera ndogo ni kwa ajili ya mwalimu. Sisi walimu tunapenda kutembea sana tukiwa darasani. Kwa hiyo unachukua kamera hii, unaiweka
alafu unatembea popote pale katika darasa hili. In the same kama hizi kamera zingine. Kwa hiyo pia sauti yako inachukuliwa, wanafunzi wanakuelewa vizuri kabisa. Sawa, lakini pia mpaka linaitwa smart class, kuna vitu ambavyo vinatakiwa viwepo ili kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kwa urahisi kwa ajili ya kujifunza. Ni vitu gani ambavyo lazima viwepo kwenye darasa ili liitwe smart class? Asante. Hapa kuna vitu vingi sana ambavyo vinahitajika viwepo ili darasa liitwe darasa janja au kwa Kiingereza wanaita smart class. Cha kwanza kabisa ni kuwa na kompyuta kubwa kama hii. Hii kompyuta kubwa inamsababisha mwanafunzi yeye aweze kuona moja kwa moja, lakini pia na sisi tunaitumia kama ubao wa kawaida. Ndio hii yote inaitwa board. Kwa hiyo sasa upande wangu wa kulia mwalimu anaweza akawa anataka atumie chaki. Kwa hiyo sasa unaweza ukachukua mwenyewe kwa sababu hii ni board, tumesema ina contain vitu vyote, ina kompyuta lakini pia ina ubao wa kawaida. Unaweza kutumia chaki au ukatumia huu mkono wangu wa kulia. Lakini sio lazima chaki pia kwa sababu tunasema ni smart class. Muda mwingine unaweza ukasema mimi bwana na labda na mafua sitaki vumbi. Kwa hiyo na kalamu pia ya huku. Unaweza ukatumia kalamu ya huku. Hii kwa mfano unaweza kaandika hapa bam. Ukisha tumia kalamu ya huku pia ina ufutio wake. Ina ufutio wake ambao sasa huu una maji ambayo unanyunyiza, unafuta yale maandishi yaweze kufutika. Lakini pia mbali na ubao huu sasa tuna scanner. Hii scanner hapa kazi yake ni kutoa material hapa yaweze kuonekana kule kwenye ubao wetu. Maana tushasema ni ubao sasa. Ni kompyuta lakini sisi kwetu ni ubao. Kwa hiyo sasa ukisha scan material yako hapa yanaonekana huku kwenye ubao. Lakini pia kama tulivyosema ni smart class, lazima kuwepo na microphone. Microphone nimesema ziko za aina mbili. Kuna microphone ambazo ni hazisogei, lakini kuna microphone ambazo ni movable. Unaiweka hapa kifuani, una move unapotaka. Lakini pia kuna speaker. Kama nilivyosema, mwalimu anaweza akawa yuko mbali, yuko mkoa mwingine tofauti kabisa. Kwa hiyo sasa tunatumia hizi speaker kumsikia mtu ambaye yuko mbali. Lakini pia lazima kuwe kuna kiunganishi cha internet. Ukiwa kuna internet za aina mbili, unaweza kutumia wireless internet au kutumia ethernet. Sasa kama unatumia ethernet una connect moja kwa moja, halafu sasa ndio inakusababisha wewe sasa uweze kuunganisha na madarasa mengine kwa mbali. Either wewe ndio umehost kipindi au wewe ndio umeunganika na wenzako ambao wamehost kipindi kule. Hilo ndio lina contain kitu kinachoitwa darasa janja. Lakini pia mbali na hivyo vitu vya kufundishia, ili hali ya hewa yetu hapa ndani iwe vizuri, lazima kuwe kuna AC. Kuna AC ambayo hii AC kama wanafunzi ni wengi, basi tunaweza tukaiwasha ili kidogo ile joto lipungue. Lakini pia kuna feni. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinasababisha tu kwamba darasa letu liwe tulivu, halina joto, halina mambo mengi. Yes. Pia kuna kamera ambayo iko mbele yangu kule. Ile kamera ni kwa ajili ya mwalimu. Ile kamera kweli ni kwa ajili ya mwalimu. Alafu kamera hii ya hapa hivi ni kwa ajili ya wanafunzi. Kama mwanafunzi atauliza swali, itaniacha mimi, kamera ambayo inanichukua mimi itaniacha, itamchukua mwanafunzi moja kwa moja. Lakini pia ile kamera kama tunavyoona inaitwa AI kamera, Artificial Intelligence Camera. Maana yake ni kwamba ni kamera ambayo iko movable, yani inakufuata ulipo. Wewe ukitembea huku nayo inaenda yenyewe tu, sio kwamba unaisogeza. Ukienda huku nayo inakufuata. Kwa mfano tunaweza tukaona mfano hapa. Tunaweza tukaona mfano hapa. Yes. Sasa hapo ndugu mwandishi, nadhani wewe ndio inakuchukua. Kwa hiyo utakaposogea inakufuata. Inakufuata. Ukija huku nilipo inakufuata, inakutafuta ulipo. Hiyo inaitwa AI kamera.